Karibu kwenye Rasilimali Tamaduni Podcast, kumbukumbu ya ardhi yetu na urathi wa mababu zetu. Hapa ndipo tunapozungumza kuhusu historia, mila na changamoto zinazotukumba leo kama jamii ya Pwani. Tunazungumzia kuhusu ardhi si kama hati ya umiliki pekee, bali kama kumbukumbu ya vizazi na vizazi. Podcast hii imeletwa kwako na Smart Move Community kupitia mpango wa Minda Yehu kwa usaidizi wa shirika la Shefa na ufadhili wa Umoja wa Ulaya kupitia mradi wa kujenga amani. Karibu tujifunze, tukumbushane na tusikize sauti za ardhi. Kwenye podcast yetu ya Rasilimali Tamaduni, majina naitwa Jamal Abdalla ambaye atakuwa ni mwenyeji kwenye haya mazungumzo ya siku ya leo. Karibuni wageni. Asante sana kwa kunipatia fursa hii. Nafahamika kwa majina Hussein Athman Gumbo, nikiwa mimi ni mkazi na mzao wa Ukunda iliyoko Msambweni Sub County, Kwale County, nikiwa ni balozi katika mradi huu wa Minda Yehu. Mradi huu ni mradi uliozaliwa na shirika la Smart Move na tunashirikiana kwa karibu na jamii kuhakikisha kwamba jamii inapata uhaki na usawa katika ardhi ya Msambweni na Kwale kwa ujumla, kupitia utetezi unaongozwa na jamii. Naam, asante sana bana Jamal, kama ulivyotangulia kujitambulisha. Mimi kwanza ningependa kusema ni shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu, kwani si uwezo wetu, ni uwezo wa Allah ambaye ametuwezesha sisi mpaka sasa hivi kufikia hapa katika mazungumzo haya ya rasilimali yetu, mashamba yetu. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Mwadzivere, ambao mimi ni mwakilishi wa wadi ya Kinondo katika upande huu wa mashamba, ni balozi wa mashamba wa Kinondo. Pengine nikitangulia katika masala hayo, kitambo Smart Move waje na fikra ya kwamba kwa nini Ukunda, kwa nini Kinondo. Nafikiri nyuma kabisa tulikuwa kuna kampuni ya uchimbaji wa madini, ambapo wale kampuni ya uchimbaji wa madini ya Best Titanium kulikuwa kunaishi watu kabla ile kampuni hii, lakini pia kuna watu waliondolewa baada ya kampuni kuingia. Kuna watu walilipwa, kuna wengine walipelekwa sehemu tofauti tofauti. Tukiachana na hayo, pia kulikuwa na tukio ndani ya huu mwaka ambayo pia kulikuwa na tukio la gasi. Kuna wale waliokuwa kando ya barabara walifurushwa na serikali. Naona Smart Move Organization ilikuja na fikra ambayo ni mwamko ya kuweza kuamsha jamii na kuweza kuhamasisha jamii vipi wanaweza kutetea, vipi wanaweza kupambana ili kuona haki zinadhibitiwa katika jamii. Naona hiyo ilikuwa mojawapo ya malengo ya kwa nini tuchague Kinondo, kwa nini Ukunda. Na asante. Lakini pia nikiongezea, mradi unapania kuenea katika Kwale County nzima, lakini tuliweza kufanya survey na kwa sababu ya kuanzilisha tukabidi tuangalie zile sehemu ambazo kidogo zimekuwa na changamoto katika masuala mazima ya mashamba. Kwa hiyo ikabidi sasa tunaanzisha mradi huu Msambweni, na ndani ya Msambweni kuna wodi kuu 4. Kwa hiyo baada ya kufanya mapping na survey, tukaja kujua kwamba katika wodi hizi 4, katika wodi 2 ambazo tulizichagua, Ukunda na Kinondo, zinaongoza katika changamoto ya mashamba. Ndiposa mradi huu ukaanzia katika wodi hizo. Si kwamba itakomea tu hapo, bali itaweza kuongezeka baadaye. Na labda pia katika kupania kuweza kufikia yale malengo kama vile Gumbo umesema, sijui hadi kufikia sasa mtazamo wenu ni upi kwa yale mengi ambayo tumeshirikiana kwayo kuweza kuanzilisha kama sauti ya jamii? Nafikiri nikieleza baadhi ya changamoto ambazo ziliweza kunukuliwa ama kuzungumzwa katika midahalo, na wale wazungumzaji walikuwa wanasema kwamba kuna changamoto, ikiwa miongoni mwa changamoto ni masuala mazima ya hati miliki. Hati miliki, title deeds. Wazee wetu wa kitambo waliopewa zile ardhi
hawakuweza wengine kufuatilia kwa sababu moja ama nyingine, walikuwa na changamoto zao na wengine wakajieleza, lakini pana kitu ufahamu wa jinsi kupata ile hati miliki kumekuwa na changamoto. Miongoni mwa changamoto zingine ikawa ni mipaka. Watu wanakuwa na mizozo kwa sababu mipaka. Wenyewe wanasema kwamba kulikuwa na mipimo mara mbili, mpimo wa zamani na mpimo wa sasa. Sasa swala hili limekuwa ni tata sana, ambapo jamii kama jamii haijajua kwamba je, ni njia gani ingeweza kuchukua kuweza kusuluhisha katika mizozo inayotokea kwa sababu ya mipaka. Aliopimiwa na akakaa muda hana hati miliki, basi kunatokea na mtu mwingine katika shamba hiyo yuko na hati miliki na hajui pia hiyo shamba iko wapi, ambaye labda pia si mwenyeji, ambaye pia hapajui hapo mali ni wapi, lakini yuko na hati miliki ya hiyo shamba. Imekuwa ni changamoto ambapo wazungumzaji ama wenyeji wameweza kuizungumza. So tukiyabainisha, kabla ya mradi huu kuja, kumekuwa na kutojua, kumekuwa watu hawakuwa na elimu ya masuala mazima ya mashamba. Wamejua tu kwamba ardhi ni rasilimali, lakini hawakuijua kwamba rasilimali hii wangeweza kuilinda vipi. So kama mabalozi wa Mindayehu tulivyoingia katika mradi ama tulivyoingia katika jamii, tulipata kwamba kulikuwa na blackouts. Kulikuwa watu walikuwa hawajui ni njia gani washike. Naam, sasa kama tulivyotangulia kusema Bwana Jamala, nafikiri changamoto zile ambazo zipo zinatukumba kama wanajamii ama zinakumba jamii, nafikiri pia katika yale mazungumzo ambayo tumekuwa nayo pale Kinondo, tumekuwa na mazungumzo mawili. Tumekuwa na mazungumzo katika kijiji cha Kilole, na pia vile tukawa na mazungumzo na jamii ambayo tumehusisha vijana, wa mama pamoja na wazee katika kijiji cha Kinondo, eneo la Nyumba Mbovu. Lakini kitu ambacho kimejitokeza katika jamii ni kwamba vijana na kina mama wanajitokeza, wako na sauti, wanasikika zaidi katika jamii. Lakini kila tukijaribu kuwavuta wazee wetu ambao ndio walengwa wakubwa, tukizungumzia masuala mazima ya mashamba, wanajaribu kuwa wazito kidogo. Kwa nini? Hapo ndio kuna swali ambalo tunajiuliza, kwa nini? Kwa sababu tumejaribu kuita wazee mara kadhaa, lakini namba kubwa ambayo inajitokeza ni akina mama na vijana. Wazee wako nyuma kidogo. Not unless uwawekee wazi kwamba kutawapatia nauli, wazee watakuja. Lakini ikiwaambia na waalika mahojiano, tuje tuzungumzane, tuambizane, tupeane fikra vipi tunaweza tukaboresha masuala yetu mazima ya mashamba ama ya jamii, namba kubwa itakayojitokeza ni akina mama na vijana. Ama labda sio wale ambao wamepata uwalishi, labda sio wale wahusika ambao wanapaswa kuwepo hapo labda, ama unaona ni nini hasa changamoto ya wazee wetu? Naona kile ambacho wanakiona mbele yao ni chumo. Kwa sababu wanaona nikienda nikishinda mahali, alafu ikifika jioni bado naulizwa unga, na wanaona atakuwa ameshinda bure. So kitu cha kwanza ambacho anauliza, nitapata nauli yangu ya kurudi? Na sio nauli tu, kwa sababu akiuliza nauli ni neno la ujumla, lakini anauliza je, nitalipwa? Sasa hiyo ndio changamoto kubwa ya wazee wetu ambao tunapitia kule mashinani. Kimtazamo wangu mimi, ili nisiwe mnafiki, ili nisifiche, kiukweli wanajamii wameukubali huu mradi wa Mindayehu pale maeneo ya Kinondo, na wanaona ni kama kuna nuru gizani, kwa sababu kuna changamoto nyingi sana. Watu wameathirika sana na masuala mazima ya mashamba pale maeneo ya Kinondo. Wanatarajia makubwa kupitia Smart Move. Kwa hivyo tusije tukaenda mahali alafu tukapotea. Itakuwa tumeangusha jamii, tumejiangusha sisi wenyewe, na pia itakuwa sio vizuri hata kwa Mwenyezi Mungu. Na hadi kufikia hapo naona itakuwa nukta nzuri ya kutamatisha mazungumzo yetu kwa siku ya leo, na labda ningependa kupata parting shot from each one of you. Una usemi gani wa kufungia haya mazungumzo yetu ya leo? Sema kwamba Mindayehu ni mradi ambao umeweza, na ni mradi ambao unaweza ukatuweka mahali ama ukatutoa mahali, kutokana na vile ambavyo ile hamasa ambavyo tutaipeleka kule kwa jamii. Hivyo basi ningependa tuweze kuzidisha hamasa kwa jamii na tuweze kugonga pale mahali panapostahili.
Pagongwe mpaka patoe maji. na vizuri, pagongo mpaka pachanganyikiwe. Sasa asante sana. Asante sana Bwana Jamal. Mindayehu inalenga kuleta haki na usawa katika ardhi ya Msambweni na Kwale kwa ujumla kupitia utetezi unaongozwa na jamii. Nikizungumza nasisitiza kwamba utetezi unaongozwa na jamii. Kwa hiyo sisi kama mabalozi tumekuja kwa jamii kuweza kuipatia mwangaza, lakini jamii hiyo ndiyo iko na maamuzi ya kuleta utetezi katika masuala mazima ya ardhi. Kwa hiyo yetu sisi itakuwa ni kuhamasisha na kuwapatia platforms jamii, vijana, wakina mama kwa wazee, kuweza kushare nasi na kuweza kuarifaa pale mahali ambapo wanaweza kupata usaidizi. Asanteni sana kwa kauli zenu za kutamatisha haya mazungumzo ya leo, isipokuwa tu ni kuweza kukokoteza yale ambayo yote mmeweza kuzungumzia kwamba jamii yoyote haiwezi tambulika kama rasilimali yake muhimu zaidi ambayo ni mashamba yanakosa kupewa kipaumbele katika mtazamo ambao unafaa, basi tutakuwa tuna sababu ya kuwekeza zaidi kwenye hii jamii. Kwa hivyo kwangu, kwa viongozi wote ambao wameteuliwa ama wale tayari wamejitolea kwenye jamii kuweza kushikamana na mabalozi hawa na hawa wote ambao wanajitolea kwenye haya mazungumzo, kwangu ni kuwashukuru nyote ambao mmetenga muda kuweza kusikiliza na kuweza kufuatilia mazungumzo yetu ambayo tunakuwa nayo siku ya leo. Kwa majina labda kuwakumbusha ni Jamal Abdalla. Asanteni sana, hadi siku nyingine.